Chadema yapata ushindi wa awali dhidi ya msajili wa vyama. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Chama cha Demokrasia na Maendeleo maarufu Chadema kimepata ushindi wa awali katika kesi dhidi yake na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa baada ya mahakama kuu kukubaliana na hoja zake za msingi. Uamuzi umesababisha mjadala mkubwa nchini Tanzania kuhusu nafasi ya vyama vya upinzani na heshima ya taasisi za kisheria. Hata hivyo, bado kesi hiyo haijafikia tamati, kwani upande wa msajili tayari umeamua kukata rufaa, na ni jambo linaloashiria mchakato wa kisheria unaoendelea. Kwa muda mrefu Chadema imekuwa ikilalamikia kile kinachoelezwa kama ukandamizaji wa haki zake za kisiasa, na malalamiko haya yamehusu usajili wa wanachama, uhuru wa kufanya mikutano ya hadhara na usimamizi wa fedha za chama. Hatua ya kufika mahakamani imekuwa sehemu ya mkakati wa chama hicho kupinga kile kinachoonekana kama matumizi mabaya ya mamlaka ya msajili wa vyama vya siasa. Na katika kesi hiyo Chadema iliwasilisha hoja kwamba msajili amekuwa akichukua maamuzi ya kiutendaji kinyume na katiba ya sheria ya vyama vya siasa. Miongoni mwa hatua hizo ni kutoa barua za onyo mara kwa mara, kufungia akaunti za chama, pamoja na kuzuia mikutano ya ndani na nje ya chama bila sababu za kisheria. Mahakama Kuu ilibaini kuwa baadhi ya hoja hizo zina misingi na zinahitaji kuchunguzwa kwa undani kupitia mchakato wa kisheria. Uamuzi wa jaji kukubaliana na hoja za Chadema unatafsiriwa na wachambuzi wa ishara kwamba kama ishara kwamba mahakama iko tayari kulinda haki za vyama vya siasa pale ambapo taasisi za serikali zinatumiwa kuzivunja. Hata hivyo, kwa kuwa msajili ameomba rufaa, hatua ya kusikiliza rasmi kesi hiyo imeahirishwa hadi pale uamuzi wa rufaa utakapokuwa umekamilika. Hali imeweka Chadema kwenye kusubiri, huku chama hicho kikiendelea na shughuli zake za kisiasa na kujipanga kwa mapambano ya kisheria zaidi. Wakati huo huo, uamuzi huo wa awali umeibua mjadala mpana katika jamii kuhusu nafasi ya mahakama kama muhimili wa kulinda demokrasia na kuhakikisha kuwa haki inatendeka bila upendeleo. Baadhi ya wananchi na wachambuzi wa siasa wanaona hatua hiyo kama ushindi mkubwa wa demokrasia, kwani inaonyesha kuwa vyama vya upinzani vinaweza kupata haki kupitia mahakama. Wengine wanahofia kuwa mchakato wa rufaa unaweza kuchelewesha haki na kuwavunja moyo wafuasi wa chama hicho. Kwa vyovyote vile, kesi hii inabaki kuwa kipimo muhimu cha uwajibikaji wa taasisi za serikali na uthabiti wa mfumo wa sheria nchini Tanzania. Ni tukio linaloweza kubadilisha taswira ya kisiasa na kuimarisha imani ya wananchi katika mchakato wa kisheria, hasa katika kipindi ambacho masuala ya demokrasia yanapigiwa kelele zaidi ndani na nje ya taifa. Asante kwa kufuatilia Kenyascope. Endelea kushirikiana nasi kwa taarifa na uchambuzi wa kina kuhusu siasa na haki za kijamii barani Afrika. Kumbuka kusubscribe na vilevile kushare content yetu ili tuweze kuwafikia wote ambao hawajaipokea.